السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na kukumbushana masala yanayotaalaki na ibada yetu nzima hii ya saum, kwani tushakuwa kabisa mlangoni mwa kuanza ibada hiyo ambayo ni ibada adhim katika maisha ya mu'min. Na kama tulivyojaliwa jana, tulizungumzia Ramadhan kwa uchache wake, tukaona kwamba ni kuna maeneo muhimu sana ya kuzingatia katika huu msimu wa Ramadhan. Mwishowe tukaona katika jambo la sita wa musimul khairi wa sadaqa, ni musimu wa kuzidisha khairi na kufanya mambo mengi ya sadaqa, kwa sababu yukthiru muslimuna fi hadha ash-shahr min as-sadaqa wa it'am masakin wa ihsan al-akharin. Katika riwaya ya Imam Tirmidhi, Mtume anatuambia man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi, mwenye yote mwenye kumfutarisha, mwenye kufunga anakuwa na ujira ule ule aliokuwa ameupata yule mwenye kumfunguza, ghayra annahu la yanqas min ajri as-sa'im shay'an, japo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apunguze chochote katika ujira ambaye alifanyaje, aliyofunga. Hiyo ndio fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukimaliza hilo, eneo la mwisho kabisa inakuwa ni ile yaumu jaiza ambayo ni yaumul Eid. Watu wanafurahi kwa kumaliza ibada kubwa, kupata fursa adhima. Lakini fursa, jana tumepata taarifa hapa, kuna mwenzetu tuko naye kwa muda mrefu na hata ilionekana kipindi cha jana salatu al-isha katika msikiti wetu huu, lakini saa 8 usiku imekuwa ndio sababu ya kutangulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kirejea nyumbani kwake kwa njia ya Honda na pikipiki. Kwa njiani kwa kuna gari imeharibika na ni usiku, hakuiona kwa kaivaa, ikawa hapo ndio sababu yake ya mauti. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kupata fursa kama hii adhima litaqarrub ila Allah wa ziyadatu al-iman al-ibada. Kwa hiyo tuitumie kwa namna nzuri ili hiyo yaumu jaiza tupate na sisi yale ya kupata. Tukiendelea na kukumbushana kwetu, tunaangalia hii funga yenyewe, fardhatu siyam. Kama unavyojua, kukumbushana ni namna maalum kilugha, ni kujizuilia tu moja kwa moja kutokana na jambo lolote ile. Kuna kufunga ni dhulma, kuna kufunga kutokana na kauli mbaya, kuna kufunga kutokana na kusikiza kauli mbaya, wa halu majarra. Hiyo kilugha ni imsak. Kama mama yetu Maryam katika Qur'ani akaambiwa alifunga yeye kwa kunyamaza tu, mdomo wake akawa mautunza, hata kuongea mambo ya ovyo ovyo, mambo ambayo yataleta ushawishi. Inni nadhartu lirrahmani sawma, kwa mimi ninadhiria saumu kwa Mola wangu mwenye huruma, nayo ni imsak. Lakini tukija kisheria tunajua lazima kuanzia asubuhi mpaka jioni usile usinywe, kwa nia ya nini? Ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tulivyosema, saumu kwa namna yote, lugha nyepesi ni kukaa ni njaa, lakini inabadilika kuwa ibada na ada kutokana na nia. Tunapotia nia inakuwa saumu, tunapotia nia inakuwa ni kukaa tu na njaa, na yote haya yana faida katika mwili wa mwanadamu. Kwa maana Mtume anatuambia albatnu baitud da, kwamba ili tumbo ndio jumba la maradhi. Maradhi yetu yote sisi yake kubwa ni tumbo. Ina maana kwamba ukiimanage tumbo lako vizuri katika mambo ya milo, nidhamu ya kula pia, basi afya itaimarika.
na kama unavyosema tumbo likiwa empty, moyo unaimarika na wao, ule moyo wako unakuwa uko tayari kupokea majambo ya kheri. Kwa hiyo somo ni moja katika zile nguzo zetu 5 zinaokamilisha Uislamu. Kama tunavyojua sigeni jambo kama hilo, lakini tumeambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba tufunge hii somo kama namna waliofaradhishiwa wenzetu. Tuifunge hii somo kama namna waliofaradhishiwa wenzetu. Sasa ni namna gani hiyo somo walifaradhishiwa wenzetu? Nini makusudio kwamba kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun? Hii kama kutiba ala alladhina min qablikum ndio leo tunaweza tukasimamia hapo kwa dakika chache hizi kukumbushana. Saumu inajulikana, faradhia yake inajulikana, lakini umefaradhishiwa pia na wenzetu waliotangulia. Kivipi? Wanachuoni wanatuambia saumu waliofaradhishiwa wenzetu sio saumu hii ambayo tunaifunga, yani kana kwamba mfano hii suran wa tafsilan, la, bali makusudio wenzetu wamefaradhishiwa nayo katika ile aslu saum, ile esensi ya saum, kiini cha saum, kwamba na wao walipata jambo kama hili, na hiyo yote kutupa sisi wepesi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada hii kubwa, ambayo ibada inayotalaki sana kutengeneza moyo wa mtu na kuufanya ipatikane fadhila mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiwango ambacho hawezi mtu yote kuhukumu, tofauti na kuswali, kuhiji, kutamka shahada. Mtu akitamka ashhadu an la ilaha illallah, yani tutamwambia bwana umekosea, inabidi urudie tena. Akiswali mtu anamwambia bwana swala yako haijasihi. Akifanya hija tutamwambia ukitoa zaka si utaratibu huu wa kutoa zaka. Lakini somo tutamwambia bwana huu sio somo yako hii bwana, hii hata haijakuwa sawa. Hatuna mamlaka hayo, ndio maana mwenyewe akasema ana ajibi, mimi ndio ninaoilipa hii somo. Kwa hiyo makusudio kwamba kama walivyotueleza jumhurul mufassirin ni aslu siyam bas, lakini la siyama ramadhani biainihi, sio kama hivi somo ramadhani kwa aina yake. Hatuwezi kueleza historia darasa za nyuma kuhusiana na somo ilikuwa vipi, wakatokea hawa, kama alivyoeleza Imam Razi katika tafsiri yake kwa urefu sana, kwa maana kwamba wenzetu hawa walifaradhishiwa somo ilikuwa siku moja, wakajiongezea kwa 30, wakapata tabu ya jua, wakaongeza 10 kumpensate zile. Akaja mfano mwingine si wakaongeza 7, haya wakasema mbona mwingine 3 zimebaki, zikaongezwa zikawa 50. Wahaluma mwisho wake wafanyaje? Ibtadauha ma lam katabna alayhi, wamejizulia wenyewe mambo ambayo hayafaradhishiwa, mwisho wakashindwa. Lakini somo ambayo ilikuwa katika Uislamu ni somo ambayo yenye mantiki na ubora wa tofauti na wale wenzetu ambao walikuwa wamefaradhishiwa, kama alivyosema Ibn Kathir kwamba furidha ala umami qablukum fa innahum kanu yasumuna walakin siyamu lam yakun ka shahr Ramadhan, saumu yao haikuwa kama mwezi wa nini wa Ramadhani. Wao ilikuwa ni tofauti katika mipito yao ya funga. Sasa hiyo ndio tumepata kujua kwamba kumbe sisi tumefanana na wenzetu waliotangulia katika aslu siyam, yani ile asili ya kufunga. Lakini nini hikma? Limadha subhanahu wa ta'ala katuambia kutiba alaikum kama kutiba alal ladhina min qablikum, itosha tu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum sum, bas siyam imetosha. Kama ilivyokuja aya nyingine aqimus sala wa atuz zaka, lakini saumu tu kasema
kama kutiba. Ma huwa alhikma? Nini makusudio? Hikma kama tunavyoelezwa na chuoni ni kwanza illa fi jamii ash-shara'i wahida, illa kwamba sheria zote zilizotangulia kwa Nabii Adam mpaka kuja hivi ni moja tu, nayo ni nini? Ni kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo makusudio katika sheria zote kwa kinatafutwa kitu tazkiyatun nufus, kwamba nafsi za mwanadamu zina tabia ya kuchafuka, kwa lazima zisafishwe. Ukiziacha hivi hivi zinaenda katika hali mbaya ya ile asili yake iliyoumbiwa kama ni sehemu ya mtihani. Ila nyingine kusudio kasri shahawati, kuvunja matamanio, wa tahqiqi taqwa, na ya tatu ni kufanyaje? Kuhakikisha ucha Mungu unapatikana. Sasa hikma hii kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio maana ameifanya kila umma ipitie, kwa sababu wana struggle na hiyo nafsi. Ndio maana pale kwa kutiba kama kutiba alladhina min qablikum, kwamba ipatikane watu wote wawe na kitu ya tazkiyatun nafsi wa kasra shahawati wa tahqiqu taqwa, ambayo Imam Qurtubi katika tafsiri yake anatuambia hii ibada ya saum ni ibada kadima, ni ibada ya zamani sana. Al-maqsud biha tahdhibu an-nufus, kuzifanya nafsi ziwe nzuri, wa kasri shahawati, na kuzivunja matamanio yake. Walidhalika ishtarakat fiha shara'i'u, na kwa ajili ya hilo ndio maana sheria zote zimeshirikiana katika ibada hii, idadi na namna watakavyokuwa, lakini lengo ilikuwa ni kuzisafisha nafsi. Na ukiangalia walivyokuwa wenzetu wakifunga kipindi hicho, kwa kusudia haya makusudio, kwa nini unaweza kutuambia kama wenzetu waliofaradhishiwa, utaona wao walikuwa wakifunga, baadhi yao wakifunga chakula tu, mengine wanaruhusika, lakini sisi tofauti. Ukifunga ajili chakula tu na kunywa, yani maana kama umeshinda njaa. Wengine walikuwa wanafunga saumu yao kwamba huyu anahesabika katika saumu ni nini? Kujizuia tu na kuongea, maana kuongea sana na kupelekea kufanya dhambi. Na mtu soka akatambia amsika alaika lisana, ushike ulimi wako, kwa sababu ni katika madhambi ambayo yanaangamiza sana watu wengi, na kwa kiwango kikubwa madhambi ya ulimi. Kwa hiyo kwa wao saumu yao na wao ni kujizuilia na kuzungumza, ni saumu. Baadhi yao katika wale waliopita kwa kama namna mtu anajizuilia na chakula fulani ndio amefunga huyo. Kwa mfano misili aina fulani ya chakula ndio amefunga, ndio ilikuwa namna hiyo. Ndio Ibn Kathiri akatuambia kwamba nyuma zilizotangulia sifa yao saumu ilikuwa tofauti tofauti. Kwa hiyo miongoni mwao kunyamaza kuongea, miongoni mwao kuacha baadhi ya chakula, miongoni mwao ikawa anayafunga kutokana na mazingira tu yaliyozoea anayaacha. Lakini kusudio nini? Zile nafsi zitakasike, ndio ilikuwa kusudio kubwa, kwamba nafsi zitakasike. Sasa Mwenyezi Mungu hikma gani kututajia hivyo sisi? Hii tosha tutupate amri tufanye, habari zimekwisha, lakini kuna hikma kubwa ndani yake. Kwanza tasliyatu, kama unavyotoa tasliyatu wa tathbit, yani tupate kwamba kumbe sio jambo kubwa sana, sio jambo labda linatisha, sababu na wenzetu nao wali practice jambo kama hili, kwa ile kidogo unapata tahfif. Ndio anatamwenye kwa Mwenyezi Mungu atakulizungumza akasema nini? Ayyam ma'dudat, ayyam ma'dudat, ni siku yani chache zinahesabika tu. Kwa hiyo hikma ya kwanza Mwenyezi Mungu kutuambia kwamba hivi ni wafaradhisheni saumu,
ni sawasawa ni wafaradhishia huko mwanzo, kwa sababu lengo lilikuwa kutusafisha nafsi zetu, kuvunja matamanio, lakini makusudio makubwa ni taslia wa tathbit. Hikma kubwa ni kupata ule pumbao na kuwa na uthubutu kwenye ibada ya nini, ya saum, tusio na uzito, alla yathqula siyam ala hadhihi al-umma, ili isionekane kama jambo gumu sana. Na sisi tunaambiwa mara nyingine kwa lugha yetu ya Kiswahili kwamba kifo cha wengi harusi, kwa maana kwamba ukiona ukafanya nini na mimi nimefanya tu kwa pamoja, kidogo unapata ile hope, lakini ndio kwenye jambo uko peke yako unakuwa more scared, unaogopa zaidi yani. Kisha utaambia kwamba ameifaradhisha kama alivyofaradhisha umma uliopita, maana pia bayanu sharafu hadhihi al-ibada, kubainisha kwa utukufu wa ibada kama hii ya saum, kwamba ina utukufu mbali tofauti na ibada zingine zote zilizofaradhishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ya kwamba ukishakuwa wewe umefunga na nafsi imetakasika, ucha Mungu tena hapa hauna pa kujikwepesha, ikitakasika nafsi ndio ucha Mungu umekuja hapo. Kwa hiyo sharafu hadhihi al-ibada lianna ibadatul anbiya was-salihin, tunapata pozo kwamba ni ibada za watu wema waliotangulia na mitume. Ya tatu katika hikma kuambiwa kwamba wamefaradhishiwa na wenzetu waliotangulia huko ni ile raddu ala man yastankiru taklif, ala man yastankiru taklif. Unajua binadamu ana ukorofi sana, inawezekana jambo lina faida kwake yeye, lakini bado ataka kupinga tu. Kwa sababu nini? Haijakubaliana na akili yake. Mwanadamu yuko namna hiyo. Kwa hiyo hii kwamba Mwenyezi Mungu tusemesha sisi kama alivyowapa wenzetu hiyo somo ni kuwajibisha au kuwapa jawabu, kuwarudisha wale ambao watakuwa na dhana hii kwamba kufunga sio lazima bwana. Anayefunga maana yake hana chakula, anayefunga maana yake anajidanganyia nafsi yake tu, na wengine ipo mpaka vitabu vimeandikwa. Kwa hiyo falaysa siyam bid'an min al-ahkam, kwamba sio kwamba saum ni hukumu mpya iliyoletwa, la, basi toka maumamu huko umma zilizopita wametajwa saum. Ndio maana katika wanachuoni wakasema kwamba kutaja saum kuunganisha umma wetu sisi na umma uliopita ni kwa sababu kupata ile tasliyatul mukallifin, waone watu waliokalifiwa ni sheria jambo hili sahali jepesi. Na mara nyingine ni jambo la ajabu sana mtu kuwa disappointed, unakata tamaa, wakati kuna wenzako kwenye njia hiyo hiyo wapo wanafanikisha hilo jambo ambalo wewe unalikatia tamaa. Hichi ni kitu cha ajabu kwa mwanadamu, kwa sababu ujiulize tu, mbona wenzangu wamepita, mbona wenzangu wanafanya, mbona wenzangu wanakuwa, mimi kwa nini siwe? Ina maana kuna vitu hapo vimekosewa. Ima umekosea principles za hilo jambo, au utakuwa huna uwezo wa kulitekeleza hilo jambo. Lakini kama unayo, utafika kama waliofika wengine. Kwa hiyo ndio hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia sisi kwamba kutiba kama kutiba alladhina min qablikum, yani kwamba aslu siyam ni hiyo moja, la suratan wala zamana wala adada, yani hatufanani kwenye idadi wala tufanye katika time. Labda sisi tunafunga saa 12 labda kuchomoza fajiri mpaka kuzama kwa jua, sio kwa hiyo la sura wala hivi tunavyoona sisi. Ukifunga maana yake usifanye chochote mpaka halali yako si mkeo nini uacha. Wao walikuwa sio funga zao kama hizo, lakini alghaya wahida, kusudio mwisho wa siku ni moja. Nini? Taqwallah, tazkiyatun nafsi, kupata ucha Mungu, kujisafisha nafsi, hata kama zile sheria zimepishana namna ya kuiendea ibada kama hii ya saumu. Ibn Taymiyyah katika moja ya maswali ulizwa, aliambiwa swali kama hili, vipi hukumu, yani ni hikma gani kwamba kuambiwa saumu imefaradhishwa na umma uliopita? Ilikuwa inawezekana tu
kusema hivi akajibu kwamba siamu imesemwa namna hii kwa sababu ni mashruu fi kulli milla. Tujue kwamba hili jambo lipo kila umma. Kwa kwanza tunapata wepesi kutoliofia, lakini pia sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuja katika sura bi akmalihi wa a'dalihi min ghairihi, imekuja katika sura ya ukamilifu zaidi, ya uadilifu zaidi, ambayo tunaona kwamba ndiyo kitu kinachomfaa mwanadamu katika maisha yake yote. Saumu ina faida wewe mwenyewe na saumu ina faida kwa jamii inayokuzunguka ikiwa inafanyiwa kazi, kwa sababu nafsi siku zote inaokaa na njaa ukorofi wake unapungua. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ukumbusho kama huu, na sisi tuione ibada hii ya saumu ni ibada nyepesi, ni ibada ya kutupandisha, ni ibada ya kututoa katika giza kuja katika mwangaza, tupate hisia kama hiyo. Kwa hiyo tunapojua hilo, tutaitekeleza katika sura ambayo iliyokuwa ya ukamilifu na utimilifu, ili tuvune yaliyowekwa katika ibada kama hii. Atujali miongoni Mwenyezi Mungu miongoni ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف ارزق بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل. ارزق بنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.